Kwanza kama kiongozi wa Linda Mwananchi, nataka kama kuna mahali wenzangu wengine wameenda sana, mimi ndio nasemanga pole. Kama madhabahu haya tumeenda kidogo kwa sababu saa nyingine damu huwa inachemuka. Lakini vile babu wanasema hapa ndio hospitali ya wale watenda dhambi. Sasa uanze kuombea mheshimiwa Mule, alafu uongeze usoti hapo ndani. Tukitoka hapa wakuwe wamesemehewa, si ndio? Umetuhubiria ukasema when the wicked are in power, the people will always be what? Wanalia tu, si ndio? Mimi saa nyingine najiuliza, na Reverend, wewe ndio mtu unajua Mungu, utukonfirmie. Kwa kweli Mungu anaoneanga Wakenya huruma kweli? Kwa sababu kama ni kulia, tunalia bwana. We are crying every single day. Mimi nimesema kama kiongozi wa upinzani, tunajua kazi yetu ni kuweka government in check. Lakini hawa jamaa wanatufanyisha kazi ngumu sana. How can you every single day just wake up to conjure other ways to hurt Kenyans? Yani unaamkanga tu akili yako ni leo naweza umiza wa Kenya vipi? Sasa ndio wanasema unaamka asubuhi unasikia Sifuna ongelelea hii mambo ya moto, Sifuna ongelelea mambo ya Ebola, Sifuna ongelelea mambo ya ushuru, kwa sababu tuko na uongozi ambao kwa mioyo yao ni michafu, yani roho chafu. Kazi yao ni kuona machozi ya Wakenya. Huyu William Ruto ni kama akiona machozi ya Wakenya ndiye anafurahi. Umesema hapa tunakuwa leadership of tears. Kama kuna mtu anaweza describe leadership of tears, ni huyu mtu anaitwa William Ruto. How is it possible that you have such good depth of coming up with the most vile things? You were built with an ending reservoir of evil. Unaamka tu asubuhi, yani hata hiyo kisima ya roho mbaya ukichota maji haishi kwa. Jamani, mnatufanyisha kazi ngumu, na ndio kwa maana tunawaambia Wakenya, it doesn't have to be like this. It doesn't have to be like this. Put in place leadership ya mtu tu kwanza ako na roho safi. Roho safi peke yake tu, tukiingiza mtu wa roho safi pale State House, shida zetu 80% zinaisha. 80% of our problems. Akikaa hapa kituambia mnakaa mkiimba one term. Hiyo one term pekee inasuluhisha 80% of your problems as Kenyans. Kwa hivyo sisi tunamwambia vile alikuwa anazunguka akisema bottom up, hata sisi tutakuwa tunaenda tu tukisema one term. Dawa ya moto ni nini? Dawa ya moto ni nini? Wazazi wanalia kwa sababu angalia kama mkasa wa moto ambao umetokea kule utumishi. Wanatuambia kwa sababu walileta hii kitu inaitwa 100% transition rate ya kuingia kwa secondary school. Hatukatai watoto wetu wasome, lakini hamjaangalia miundo msingi ya zile shule za sekondari ambao watoto wanaenda. Unakuta kama huko utumishi walituambia doma ambaye inafaa kubeba watu 100, watoto 100, imejengwa ama imejazwa watoto 200 pale. Hakuna emergency exit. Serikali ilisema grills zitolewe kwa madirisha, ndio kwa sababu moto ikitokea watu watoroke kwa urahisi. Kwa nini kulikuwa na grills huko? It is criminal negligence ya kwamba serikali ambayo tuko nayo haiwezi kulinda watoto wetu. Sisi hii kazi ya kulinda watoto wa Kenya tutaifanya sisi wenyewe kama Linda Mwananchi tukiingia katika serikali. Ososi amewaambia hapa, Ososi amesema ya kwamba tukiingia tunataka kukata sherehe ya State House. Haiwezekani bwana, wewe peke yako unatumia shilingi 17 billion kwa mtu mmoja na Wakenya wanaumia huku nje. Kwani ni sherehe gani huyu mtu ana nini? Mabati ya State House inabadilishwa kila wiki. Kila wiki Bishop, hii mabati yenu mara ya mwisho mlibadilisha ni lini? Na si iko tu sawa, si ndio? Jamaa anabadilisha mabati ya State House every day kwa sababu pesa iko tu. Anasema hawezi kata ushuru, anatembea huko nje. Unasikia amepea sijui kijana gani 2 million, amepea mwingine 10 million, amepea kanisa 5 million. Hiyo pesa mnafikiria ni yake? Hiyo pesa ni ya wizi, na tumesema lazima tusimamishe huo wizi. Wafanyikazi wanalia. Jamaa ametuwekea ushuru bwana. Mimi naangalianga payslip yangu, unajua Reverend, wanafikiria ati sisi wabunge tunalipwa pesa mzuri na hatukatai. Lakini ushuru yangu ile Kasongo anachukua kila mwezi from my basic salary 500,000 shillings kila mwezi. Mimi kama Sifuna. Na ndio nakuwa na haki ya kumuuliza afanye kazi. It's not a favor. We are paying for these services. Alitudanganya ya kwamba ati tukiongezewa pesa ya SHA, unajua nilikuwa nalipa sijui 1,000 kitambo. Akasema tuongezewe sisi wenye ni wadosi, alafu ndio nyinyi ambao hamna uwezo pia nyinyi mpate matibabu. Nikasema sawa. Alitoa NHIF yangu ilikuwa chini ya shilingi 2,000. Siku hizi nalipa 35,000.
Lakini bado harambee tunaenda. Anatudanganya hapa ati harambee siku hizi hamfanyi za kuenda hospitali. Mnafanya harambee ama mfanyi? Mimi naitwa harambee kila siku. Hata juzi last week kuna mwili ya rafiki wangu walikuwa anahubiri pale ADC ya Runda. Alifariki yako Kenyatta, wamekatalia mwili, wametuita harambee. Sasa huyu jamaa anaishi dunia gani? Anaishi dunia gani? He is so far removed from the people ya kwamba hajui shida zao. Kwa hivyo sisi tunataka tuwaambie hivi. Mtu mzuri akiwa kwenye State House inatusaidia. Umeambiwa na Reverend hapa kuhusu decisions of a leader. Kwa sababu akiwa pale, yeye ndiye anatoa uamuzi kwa maslahi yetu sisi wote. Jamaa ambaye anaweza kuketi, yeye bora apewe pesa. Bora Ruto apewe pesa, anaweza kutuuza sisi wote kwa shetani mwenyewe. Unajua wakati alipeleka polisi wetu Haiti, ilikuwa kwa sababu alipewa nini? Alipewa pesa, si ndio? Saa hii amepewa pesa na Marekani, wanamwambia Marekani wenyewe wanasema tunajua wale watu wako na hiyo ugonjwa wa Ebola ni watu wetu. They are American citizens. But they are not being allowed back into their own country because the American people need to be protected from Ebola. Then there is this character somewhere mwenye akipewa 1.7 billion shillings anasema leta hiyo watu. Badala ya waambie we as a global community our best response ingekuwa tuambie watu wa Marekani, hii pesa yote tafadhali pelekeeni rais. Tafadhali pelekeeni. Karibu kwa ningine. Wanatengeneza mitambo. Wangeambia wale wa Marekani ya kwamba wapelekee Rais Tshisekedi hiyo pesa wa DRC. Tuhakikishe kwamba DRC wako na capacity ya kuhakikisha hiyo ugonjwa haitoki kwenye mipaka ya DRC. Lakini yeye anasema tuingize watu kwa ndege tuwalete Laikipia. Hiyo sasa ni uamuzi aina gani? Ndio maana sisi tunasema Ruto must go. Ruto must go. Aya, nataka nikamilishie hapo. Niwaambie wanalinda mwananchi tuna mipango. Tunataka tukate expenditure ya serikali, ndio tukirudi kutengeneza budget tutoe ushuru zingine kama hizi ambazo nimewatajia hapa. Tunataka tumalizane na hii utawala ya mambo ni matatu. Turudishe utawala wa sheria. Hii mambo ya kusema ati usipofanya hii unaenda, usipofanya hii unaenda. Hiyo sio utawala wa sheria. Tunataka everybody aishi katika nchi ambayo inatawaliwa na sheria. Ruto akienda tu, hii abduction ya vijana na mauaji inasimama hiyo siku. Kwa sababu sisi wana ODM, sisi ndio wenye kuuza mambo ya uhuru wa wananchi. You don't expect an ODM member kama wewe ulikuwa mwanafunzi wa baba kusupport abductions ama kupiga tear gas mpaka wanapiga tear gas kwa makanisa. Tunataka nimalizie tu hapo kwa sababu tuna mikutano mingi. Niwaambie kwamba nimesikia vile mnaongea nyinyi. Na najua nyinyi ni waoga, mnaogopa viongozi. Mnajua hiyo uoga inatoka wapi? Mumedanganywa mara mingi. Mumesikia watu wakisimama hapa wanasema vitu vitamu kama hii Sifuna anasema. Tumeona wana ODM wengine walikuwa wanasema mimi na huyo Ruto hatutawahi patana. Halafu saa hii wako kwa serikali yake wanakula, si ndio? Hiyo ndio maana wananchi wanaogopa, wanasema huyu Sifuna tunataka kumuunga mkono lakini wakifika bei yake itakuwaje? Nataka leo niwamalizie hiyo uoga. Niwaambie mimi Sifuna, na narudia hapa katika haya madhabahu. Mimi Sifuna, nyinyi mtanunuliwa kabla ninunuliwe. Na nilisikia mwingine alisema aliwaitisha 9 billion. Hakuna bei ya Sifuna. Hata waende treasury watoe hiyo pesa yote waniletee. Sisi ndio tutakuwa in charge ya hiyo treasury. Chini ya miezi 14 tutakuwa pale. Sasa ni pesa gani unaweza nipatia? Mheshimiwa Onyonka, mimi nitasimama imara, sitawaangusha kama vijana. Ile faith ambayo mmeweka ndani yetu, tutaendelea mbele ili tuweze tukomboe nchi hii yetu. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Patrick Makao, nataka nikushukuru sana kwa sababu wewe ni baadhi ya wale waanzilishi wa chama hii movement yetu ya Linda Mwananchi. Tuliongea na Mheshimiwa Kalonzo tulipoanza ili vuguvugu, na nikamwambia sisi kama vijana lazima tutembee pamoja. Ukisikia nimechukua ama tumepatana na Mwashako, usione vibaya. Najua yeye ni wa Wiper, lakini amesema lazima tutembee nchi hii yetu, tukomboe hii nchi. Nataka niwashukuru wana Wiper wote ambao walijiunga na sisi, kwa sababu wengine walikuwa wanataka kuleta
divisions kati yetu. Kama katibu mkuu wa chama cha ODM, nimewaambia mara mingi, mimi ndio niko na register ya marafiki wa baba Raila Amolo Odinga. Nataka niseme hapa, Kalonzo na Ukambani nzima ni marafiki wa kweli wa baba Raila Amolo Odinga. Na mmedhibitisha. Mimi nikiwa hapa nataka niseme hatujasahau urafiki wetu. Hatujasahau urafiki wetu na hatukosani. Hii mambo ya watu wanaleta ukabila hapa, hakuna kabila imewahi nikosea kama Sifuna. Wale wananikosea ni individuals, na naweza sema jina yako, wewe ndio umenikosea. Hakuna siku Wakikuyu wamenikosea mimi, Wakamba wamenikosea nini? Wakisii hawajawahi kunikosea, Wajaluo hawajawahi kunikosea. Wale walinikosea mnawajua, si ndio? So hakuna mtu ataleta division kati yetu. Mimi ninajua kwa moyo yangu, Kalonzo akisimama peke yake na huyo William Ruto, bado anaweza mshinda tu. Sifuna akisimama na huyo William Ruto, bado anaweza mshinda tu. Lakini tukurahisishe kazi. Kurahisisha kazi, mnanisikiza? Kurahisisha kazi, tunataka tupee huyu mtu timu moja. Tunataka tupee huyu mtu timu moja. So that mulisema saa ngapi? Saa 12. Saa 12. Saa 12 ya kuwa ameenda wapi? Nyumbani. Kwa hayo mengi, nasema asante sana. Tunangojewa huko nje, tutazungumza zaidi. Nataka nimkaribishe kiongozi wetu, our mentor de facto. Sema de facto. Party leader Marua.